Uko flani ndani ya lab na mezani, ukituona ndani ya club samahani. Alhamdulillah, Mungu ni mkubwa. Karibuni tena katika awamu nyingine ya safari ya Ngolo, safari ya ngoma. Niache uko flani ndani ya lab na mezani, ukituona ndani ya slam. Shukran kwa wote ambao wameweza kunishika mkono na kuhakikisha kuwa kipindi hiki ni cha fanaka na baraka. Nani amekuja kubadili family zote za ghetto na mento vitendo. Ikiwa bado hujasubscribe, nenda pale kwenye YouTube, watch, subscribe, like, comment and share ili kupata uhondo pindi tu unapochipuka. Iwe hard kwa makomasho tuko macho anko ni heshima lazima. Usije ukasahau mziki ni dawa. Mziki una uwezo wa kutuliza akili, kuleta faraja, kutia moyo, kutoa huzuni na hata kuleta furaha. Lazima utazidiwa. Uko flani ndani ya lab na mezani, ukituona ndani ya club samahani. Hawa makupi ndani ya fane namna gani, tukipatana ndani ya club niache. Mziki ni tiba ya moyo na nafsi, hasa ukiwa na misongo na mizongo ya mawazo. Na mezani, wakituona ndani ya slam. Soma dibaji ya wenyeji nasemaje, soma gazeti za Dandora zinasemaje, uko kwa mikono za polisi utahepaje, umekutana na Hata hivyo usitie shaka, kwani nitakutuliza kwa sauti hii. Sauti ya babu, sauti ya Mwarabu, sauti ya adabu. Niite Makambo, mwana wa Makambo. Leo hii nimekuandalia mambo kemkem katika kipindi hiki cha safari ya Ngolo, safari ya ngoma. Pata kiti, makinika, furahika, burudika, elimika. Ujulishwe ni hip hop ni hii song, I distort hii single. Askari wazazi, system ya majambasi, maloya majambasi, na si vijana wa ghetto majambasi. Askari wazazi, kuna vita nje, ndio maana blood pressure inapanda, bodyguards wanaranda, bosses wanapimwa na silaha kwa varanda. Hawezi shiba vizuri na watoto kwa nyumba, wezi iba vizuri, police wako nyuma, weni mali ya umma, uongo na mkono moja kwa Bible, kwea na mitambo. Ikiwa utabahatika kupewa nafasi ya kuwataja wasanii wa hip hop waliokoleza alama isiyofutika katika tasnia ya muziki wa Kenya, kisha ukose kumtaja Kitusiwa almaarufu K-Swiss, basi utakuwa umefanya kosa lisilofaa msamaha. Ni kama kukufuru hata kwa kafara huponei. Kwa parliament na nyumba za kuombewa unatolewa ushuru na pisto kwa mdomo kwa jina la Kristo. Hewa imejaa diesel, watu wanatamani kupumua kama magari. Jina lake halisi ni Paul Odhiambo Mboya. Alizaliwa na kukulia katika mtaa wa Dandora jijini Nairobi, moja ya mitaa ya mabanda yenye historia kubwa ya muziki wa hip hop nchini Kenya. Kitusiwa alilelewa katika familia ya kawaida isiyo na uwezo mkubwa wa kifedha. Alikuwa akishuhudia uhalifu, matumizi ya dawa za kulevya, ukosefu wa ajira na ghasia, mambo yaliyomchochea kufikiri kwa undani kuhusu hali ya jamii. Shule haikuwa rahisi kwake. Mara nyingi alilazimika kuchanganya masomo na maisha ya mtaa. Ni juu ya tamaa, mbio juu ya saa, mini stars, badilisha magari kwa uoga wa kufatwa. Andika will leo in case kesho utamadwa. Patwa na bibi ya reverend, nyongwa na sacrament, pesa chafu kwa minister, father na padre, sumu kwa kinywaji. Alivutiwa na muziki wa hip hop akiwa bado kijana, hasa ule wa Marekani kama vile wa Public Enemy na Tupac Shakur. Lakini pia aliguswa sana na harakati za wakongwe wa Kenya kama Kalamashaka. Alianza kuandika mashairi akiwa na umri mdogo kama njia ya kujieleza na kuelezea maumivu na matumaini ya maisha ya mtaa. Wesi jambazi, weni shabik, kuambia marafiki zako mimi ni mnafiki. Kipof, macho zako kwa biashara zangu kama kipof. Ingekuwa ni jeshi yangu wangepewa kipof. Mapema mwishoni mwa miaka ya 1990 alijiunga na harakati za hip hop katika Dandora, ambapo alikutana na wasanii wengine waliokuwa na mtazamo kama wake kuhusu jamii. Mwaka 1998 aliungana na rafiki yake Jiwiji kuunda kundi la Mashifta, ambalo lilikuwa moja ya makundi ya kwanza kabisa kuimba hip hop ya Kiswahili au sheng yenye ujumbe mzito wa kijamii na kisiasa.
Maisha aliyoyapitia yakiwa ukosefu wa ajira, udhalimu wa polisi, ukosefu wa elimu bora na heshima kwa vijana wa mtaa yalifanya awe na azma ya kutumia muziki kama chombo cha kupigania haki. Yo nitoa roho, kuona maboys mtaani hawana job juu kutoa do. Kwa kifupi, maisha awali ya Kitusiwa yalimjenga kuwa msanii mwenye msimamo dhabiti, anayesimama kwa ajili ya watu wa tabaka la chini. Sanaa yake ni mwendelezo wa maisha aliyoishi, ya mapambano, matumaini na msukumo wa mabadiliko. Kitusiwa ni mmoja wa wasanii wa hip hop wa Kenya anayejulikana kwa kutumia mbinu za kipekee kufikisha ujumbe mzito wa kijamii, kisiasa na kimaadili. Kitusiwa anatumia Kiswahili sanifu na shengo kwa ustadi mkubwa, jambo linalomfanya afikie wasikilizaji wa mitaani moja kwa moja. Lugha anayotumia ni ya watu wa kawaida, yani ya mtaa. Hivyo ujumbe wake unakuwa rahisi kueleweka kwa jamii ya chini. Kitusiwa hutumia methali, nahau na misemo ya Kiswahili ili kufanya mashairi yake yawe na uzito na maana ya kina. Kwa mfano, ukitaka kula vizuri usilale njaa ya roho, akimaanisha tafuta maarifa kwanza kabla ya kutafuta mali. Muziki wake unaeleza kwa undani maisha ya watu wa mtaa, yaani ukosefu wa ajira, rushwa, polisi kuwadhulumu vijana, uraibu wa pombe na kadhalika. Hatungi tu eti kutunga, anasimulia yaliyopo mitaani kama yalivyo. Hivyo ujumbe wake una mguso wa uhalisia mkubwa. Ni type ya watu wasikizi ndio upenda kublame, type uleta feelings of sharibu game, type ukuja na mwili na wanajua ni brains hapa, usijitetee kusikia jo. Kitusiwa na mtazamo wa kifalsafa katika mashairi yake, huchambua maisha, maadili na jamii kwa kina kama mwanafalsafa. Anauliza maswali ya kiroho na kijamii yanayomfanya msikilizaji kutafakari, si kuburudika tu. Hali kadhalika, muziki wake mara nyingi ni wa kupinga mfumo wa kijamii na kisiasa, hasa pale anapokemea viongozi fisadi, polisi wanaomnyanyasa au unafiki wa dini. Nyimbo kama System ya Majambazi na Pesa Pombe Siasa na Wanawake zinaonyesha wazi msimamo wake dhidi ya mfumo dhalimu. Mara nyingi hutumia mbinu ya kusimulia hadithi akitumia wahusika wa kubuni kama Musa, Mwendwa au Mama Mboga. Hii humsaidia kuonyesha athari za kijamii kama vile uraibu, ubaguzi au ukosefu wa haki kupitia maisha ya watu halisi. Kitusiwa hafuati ladha za soko au sauti zinazopendwa redioni. Uchagua beat zenye mandhari ya huzuni, uzito au hisia zinazoendana na ujumbe wake. Anaepuka lugha ya bangi, sherehe, wanawake isiyo ya maana. Hupendelea maudhui yanayoelimisha na kuhamasisha. Anatumia taswira kali, ninakula sumu kwenye kijiko cha neema, akimaanisha kuwa hata vitu vizuri vinaweza kuwa na madhara. Tatoroka na kuna pa kuepea, sikiza hizo sauti za cracks. Iyo ice kibomoka na wedha mbaya kwa focus. Kwa muktasari, Kitusiwa ni mshairi wa kisasa anayetumia muziki kama silaha ya mapinduzi ya kijamii. Ujumbe wake haujifichi, ni wa moja kwa moja, wa kuelekeza kidole kwenye vidonda vya jamii kwa matumaini ya uponyaji. Sikio la kufa lisikii dawa la Miss Jakam kulitibu, kuna kitu na feature especially kama unaongea sana. Hakuna gurufu isiyokosa gurufa, yaani hakuna barabara kuu isiyokosa kona. Kitusiwa alipitia changamoto nyingi katika safari yake ya muziki wa hip hop. Changamoto hizi zikiwa umaskini na maisha ya mtaa. Alikulia katika mazingira ya umaskini mkubwa, mtaa wa Dandora, ambayo yalikuwa na ukosefu wa fursa za maendeleo. Kukosekana kwa miundo msingi kama studio bora na vifaa vya kurekodi kulifanya iwe vigumu kuanza rasmi muziki wake. Ufinyu wa rasilimali, hakuwa na uwezo wa kifedha wa kurekodi au kusambaza muziki wake mapema. Wakati mwingine walitumia vifaa duni kurekodi nyimbo, huku wakitegemea msaada wa marafiki au wasanii wengine.
Vilevile walipata upinzani wa kibiashara. Muziki wake ukiwa na ujumbe mzito wa kijamii na kisiasa, haukupendwa sana na vyombo vya habari vya kibiashara ambavyo vilipendelea nyimbo za burudani tupu. Kupata airtime kwenye redio au TV ilikuwa changamoto kwa sababu ya ujumbe wake wa radical. Uonevu wa serikali na polisi. Kitusiwa na wanachama wa Mashifta walilengwa na vyombo vya dola kwa sababu ya ujumbe wa kimapinduzi kwenye nyimbo zao kama System ya Majambazi. Walichukuliwa kama wapinzani badala ya wasanii wanaoeleza hali halisi ya maisha. Afrika mwingine ameshiba na ni msiba, na from the look of things ameiba, nikiongea ukweli watavalisha crown ya mimi. Kumpoteza rafiki yake wa karibu na mwanzilishi mwenza wa Mashifta, yani Jiwiji, lilikuwa pigo kubwa kwake binafsi na kwa kundi lote. Tukio hilo lilisababisha mshtuko wa kihisia na kupunguza kasi ya kazi ya muziki kwa muda. Kuibuka kwa mitindo mipya ya muziki kama gengeton na trap kulifanya hip hop ya Kitusiwa ionekane kama ya wakale, na hivyo kupungua kwa umaarufu wa aina hiyo ya muziki. Alilazimika kupambana kuendelea kuwa relevant bila kubadilisha msingi au ujumbe wake wa kijamii. Hakuna elimu kuja bila ya kufanya mistakes, nikaamua Aidha, Kitusiwa ametaja mara kadhaa kuwa alichoka kiakili na kimwili kutokana na mapambano ya kisanaa na ya maisha. Alihitaji kupumzika mara kadhaa ili kujitafakari na kupona kiroho, jambo ambalo lilimchelewesha katika kutoa kazi mpya. Mchango wake katika muziki wa Kenya si jambo la kupuzilia. Kitusiwa anachukuliwa kama mmoja wa waanzilishi wa muziki wa hip hop nchini Kenya. Amehamasisha wasanii wengi chipukizi na kuchangia katika maendeleo ya muziki wa hip hop wenye maudhui ya kijamii. Kupitia kazi yake, ameweza kuleta mwamko wa kijamii na kuhimiza vijana kutumia sanaa kama njia ya kujieleza na kuleta mabadiliko katika jamii. Kitusiwa anaendelea na kazi ya muziki na tayari ametoa EP mpya inayojulikana kama Kuta Zina Masikio, ambayo inajumuisha nyimbo ambazo hazijawahi kutolewa hapo awali. Pia anapanga kuanzisha Kitusiwa Foundation kwa ajili ya kusaidia wasanii chipukizi na kuendeleza vipaji katika jamii. Kwa jumla, Kitusiwa ni msanii mwenye mchango mkubwa katika muziki wa hip hop nchini Kenya, ambaye ameweza kutumia sanaa yake kuleta mwamko wa kijamii na kuhamasisha mabadiliko chanya katika jamii. Hicho ndicho kimekuwa kipindi chetu cha leo cha Safari ya Ngolo, Safari ya Ngoma. Katika kipindi hiki utaweza kumjua msanii wako na changamoto alizozipitia kwenye safari yake ya muziki akielekea katika kilele na kilelecha cha ufanisi wake. Ikiwa bado hujasubscribe, nenda pale kwenye YouTube, watch, subscribe, like, comment and share ili kupata uhondo pindi tu unapochipuka. Kabla sijakunja jamvi langu na kusanya virago vyangu na kuacha na funzo la leo, wakati wote ule changamoto zinapokujia usitie shaka. Changamoto nyingine ni za kufungua milango na madirisha ya ufanisi. Yani ije ba na iondoe ba. Wacha ije ba, iondoe ba. Bye. Hawa matupi ndani ya fane namna gani? Kipata ndani ya